imetambuliwa na ibara 11, na ibara hiyo imeweka wazi kwa mtu ana haki ya kukusanyika kwa uhuru pamoja na wengine. Aidha, serikali zinaweza kuweka masharti kuhusu haki hiyo kwa ajili ya maslahi ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya, maadili pamoja na haki na uhuru wa watu wengine. Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Utawala Bora pia imeweka mwongozo kuhusu uhuru wa kujumuika na kukusanyika barani Afrika uliopitishwa mwaka 1917 ili kulinda haki ya maandamano barani Afrika. Mwongozo huu unazingatia nchi wanachama kuhakikisha maandamano ya amani yanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Wajibu wa serikali ni kuruhusu mijumuiko hiyo iliyobainishwa katika katiba za nchi, na polisi wanapaswa kulinda waandamanaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi hayaruhusiwi. Misingi ya kitaifa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 imeweka haki za msingi za binadamu, ikiwa haki ya kuishi na uhuru wa kukusanyika au kuandamana kama sehemu ya kutumia haki za uhuru wa maoni na kujieleza, pamoja na uhuru wa kukutana kwa watu wengine kwa hiari na kwa amani. Aidha, sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi pia imetoa mwongozo kwa mambo mengine na imeweka taratibu wa namna haki ya maandamano inavyopaswa kutekelezwa katika utekelezaji wa haki hiyo. Sheria pia imeweka mambo ya msingi ya kuzingatiwa kwa washiriki waandamanaji na serikali, kama vile haki ya maandamanaji na wajibu wa kutoa notice, kueleza madhumuni ya maandamano na eneo la mkusanyiko na utoaji wa zuio la maandamano. Baada ya uchambuzi na ushahidi na taarifa kuhusu matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, kwa muktadha wa vifungu hivyo vya katiba, hususan kukusanyika, kuandamana kwa amani na kutoa maoni, na baada ya uchambuzi wa mikataba ya kimataifa, kikanda na sheria za Tanzania kuhusu wajibu wa serikali kulinda haki ya kukusanyika kwa amani, ni hitimisho la tume kuwa kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 hayakuwa maandamano ya amani, bali yalikuwa ghasia zilizoambatana na matukio ya uvunjifu wa amani. Hitimisho hilo linatokana na sababu 4. Ya kwanza, yanadaiwa kuwa maandamano hayakuzingatia matakwa ya ibara 18 na 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, ikiwemo maandamano kuwa ya amani na kutoa notice kwa Jeshi la Polisi kwa mujibu wa vifungu 42 na 43 wa sheria ya Jeshi la Polisi. Matakwa ya sheria za kimataifa sio kibali, ni notice, na Tanzania pia liko takwa hilo la kutoa taarifa, sio kibali, na sisi kwetu ni taarifa ya masaa 48 kama ilivyo sheria ya Ureno, ni kama vile ya Tanzania. Lakini la pili ni haki ya kila mtu kushiriki uchaguzi mkuu kama mpiga kura au mgombea. Ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa ibara 5 ya katiba ambayo haipaswi kupokwa. Ghasia zilipangwa na kutekeleza siku iliyotangazwa kisheria kwa ni siku ya uchaguzi mkuu. Hivyo kufanya ghasia siku hiyo ilikuwa ni kupoka haki ya kikatiba na kisheria za wananchi wengine, ikiwemo haki ya kupiga kura na kuchaguliwa. 3, washiriki wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu walibeba silaha za aina mbalimbali, zikiwemo mawe, nondo, mkuki, sururu, fimbo, marungu, visu, vibiriti, vipulizi, bunduki, manati, kombeo, rato, mapanga, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria katika maandamano ya amani.
Hii ni kinyume cha sheria na taratibu za kimataifa. Ibara 21 ya mkataba wa haki za binadamu na raia na kisiasa mwaka 1966 wa kikanda, ibara 11 ya mkataba wa Afrika ya haki za binadamu za watu na binadamu mwaka 1981 na ibara 10 na 11 ya mkataba wa Ulaya wa haki za binadamu mwaka 50 na kitaifa ibara 18 na 21 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haviruhusu maandamano kwa watu waliobeba silaha.